Tukiamia upande wa pili, Simba Sports Club, mchezo wao wa jana dhidi ya Singizini, unahisi Simba Sports Club walifaulu sehemu ipi? Kwanza ni kitu kikubwa kwa Simba kubadilisha coach na kwenda kupata matokeo chanya kwenye mchezo wa ugenini ambao Simba alikuwa akiuhitaji sana. Na ukizungumzia wapi amefaulu, Salome, unajua pindi ambapo timu inapata kocha mpya, kila mtu anajaribu kumuonyesha kocha ili aweze kumpa nafasi. Unaweza ukaona namna ambavyo baadhi ya wachezaji wameanza kwenye kikosi na wamedeliver. Wilson Nangu amepata nafasi ya kuanza na umeona kitu ambacho amekifanya. Ukitazama pia Neo Maema alifanikiwa kuanza licha ya kwamba kipindi cha kwanza hawakuwa kwenye ule ubora ambao Simba waliuweka, lakini kwangu mimi Singizini kipindi cha kwanza walikuwa very compact, wakiwaheshimu zaidi Simba, wakishambulia kwa kustukiza, lakini Simba walikuwa wakiwa open zaidi kwa shambulia Singizini, jambo ambalo unaweza kuona mpaka kipindi kile cha kwanza kinakaribia kuisha hapakuwa na goli ambalo limefungwa kwenye open play, kwa maana ya pasi zimepigwa mpaka goli, lakini kilichotokea ni kwamba walikuwa wakitengeneza wakipush mashambulizi mpaka wakapata ile kona ambayo ilikwenda kuzaa goli. Nimefurahi kwa mfumo wa kocha kwanza kwa sababu inaonyesha dhahiri amewasoma wachezaji wake na ni kitu gani ambacho wanatakiwa kukifanya katika aina gani ya mechi. Pantev wamekuwa super sana kwenye mpango mkakati wake. Ukitazama aina ya wachezaji ambao wameanza, baadaye hesabu ambazo wamezifanya na matokeo ambayo ameyapata. Kwa hiyo kwangu mimi mpango wao ulikuwa madhubuti, lakini pia Pantev ameijua timu kwa undani kwamba ni kitu gani kikifanya nini kinakwenda kutokea, na hii ni sababu ya mechi za kirafiki ambazo amezipata zenye intensity ya michuano ya klabu bingwa. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniambia kwa nini amefanikiwa na wapi alipofanikiwa, pakubwa ni hapo kwenye kupata mechi za kirafiki, kuijua madhaifu yake na ubora wake ulipo. Na ndio maana unaweza ukaona namna ambavyo wameanza. Ukitazama Jean Charles Ahoua jana alipocheza, Pacome, lakini mtazame mtu kama Kibu Denis ambaye msimu umeanza hajakuwa na huo ubora, ameingia amefanya kilicho bora kweli kweli. Kwa hiyo mpango wao ulikuwa madhubuti na namna ambavyo wamecheza na mpinzani kumlazimisha kupata matokeo. Ukitazama Eswatini hapakuwa na hali ya hewa ambayo ilikuwa inamfavor Simba kutokana na hali ya hewa ambayo Simba anacheza nayo hapa Dar es Salaam. Mvua ndogo ambayo ilipiga pale iliathiri kwa kiasi kikubwa, lakini bado Simba alikuwa kwenye mpango mkakati wao ule ule. Hii ni ya kumpokeza sana kocha mpya wa Simba ambaye yeye amewastadi wachezaji na kuwapa mpango ambao wao wamekwenda kuwapa matokeo chanya katika mchezo jana. Ukibaki hapo kwa kocha wa Simba, unamuona wapi mara baada tu ya kuingia tayari tumeona ushindi hapa? Ni confidence kubwa ambayo anaweza kuipata kwa sababu kuna kitu kinaitwa winning mentality. Wachezaji wakiwa nayo, kocha akiwa nayo, anakuwa anajiamini kwenye mpango mkakati wake kuelekea mechi ijayo, kwa sababu anajua nani ananipa nini na kwa nini ananipa hicho. Lakini nisipokuwa na nani, nikiwa na nani fulani anaweza kanipa kwa asilimia chache ambazo nazipata kutoka kwa mchezaji wangu fulani. Unaweza kaona sasa hivi ana mbadala, benchi lake linazungumza, lakini walio ndani wanazungumza, kwa maana ya wachezaji waliokuwa kwenye mbao ndefu. Akitoka Pacome, akitoka kama Kibu, anajua na mbadala, kuna Neo Maema, yuko Morris Abraham, Joshua Budo Mutale sasa hivi amerenew, fantastic, Eli Mpanzu. Kwa hiyo ana option nyingi. Kama ataendelea pale ambapo amemalizia jana, msimu hata Simba inaweza ikasogea kwenye hatua bora ambazo mara zote huwa wanafika, kama akicheza katika nidhamu ambayo jana ameionyesha. Kwangu mimi naona akisogea pazuri kwa sababu timu imecheza. Licha kwamba kipindi cha kwanza hawakupata goli na wengi wakibeza namna ambavyo wamecheza kipindi cha kwanza, lakini timu ilikuwa na possession nzuri, lakini pia ilikuwa na takwimu nzuri kipindi cha kwanza, japo kipindi cha pili kilikuwa bora zaidi, na ndipo ambapo alifunga ile magoli mawili dakika za jioni. Na mimi kwangu mimi ni kwamba Singizini nao walianza kutoka wakiamini kwamba wanaweza kupata chochote kitu mbele ya Simba, jambo ambalo limekwenda lilikuwa gharimu moja kwa moja, wakapoteza katika mchezo huo jana. Tumtazame Kibu Denis. Mara baada tu ya kutoka benchi aliingia akatoka na magoli mawili. Unahisi ni nini alikuwa ameongea na kocha kabla ya kuingia kwenye mchezo? Kwanza benchi ni sehemu sahihi ya mafunzo. Yaani kile ambacho Kibu kimemkuta msimu huu kwa mchezaji professional anatakiwa kuwa kama Kibu Denis. Yaani uvunjiki moyo, lakini ukubali kwamba mimi nafasi niliyokuwa nikiipata sikuwa nikifanya kile ambacho kocha anakihitaji. Natakiwa kuimprove zaidi na kufanya ziada ili kocha aweze kunipa nafasi.
sifa kubwa tulimzungumza hapa kama unakumbuka, kwake yeye ngumu sana kupata nafasi kwa sababu any product yake imekuwa ni hovyo, naweza nikasema hivyo. Hakuwa na umaliziaji mzuri kwenye nafasi. Utakumbuka hata mechi ya dabi Kibu Denis amekosa goli, yeye tuna goalkeeper. Kwa kama angekuwa na utulivu zaidi angemalizia. Kwa kitu ambacho alikuwa anakosa Kibu ni utulivu, lakini alikuwa akifanya vitu vyote kwenye ubora mzuri. Anaweza akashuka, akasaidia mashambulizi, akasogea, akaongeza namba kwenye eneo la ushambuliaji, lakini je, namba yako inazungumzaje? Unaweza ukafunga bado kwenye nafasi yako, tunahitaji zaidi ufunge. Kwa ameboresha sana hicho kitu, na pengine maelekezo ya kocha yamekuwa kwake ni mazuri, kwa sababu ukitazama pia aina magoli ambayo amefunga unasifia ubora wake, ni kitu ambacho kimeongezeka kwa kiasi kubwa. Goli ambalo amelifunga kwa kile la kwanza ambalo lilikuwa ni goli la pili, tazama ambavyo alikuwa amelipa mgongo lango, receive mali, akageuka na kushoot. Ni mtu ambaye anaonyesha kwamba akiwa bench kuna vitu ambavyo ameviona, lakini kocha alikuwa akimuongezea vitu, kwa maana ya kwamba ukiongeza hiki na hiki kuna kitu cha ziada ambacho wewe unaweza ukakifanya na kuipa timu matokeo. Kwa hiyo ameanzia pale ambapo anatakiwa kufanya. Kama ataendelea, issue ni muendelezo Kibu. Hicho ndo anachokikosa. Kama ataendelea vizuri pale ambapo amefanya, pengine naweza tukashuhudia ubora mkubwa sana kwa Kibu zaidi ya hicho ambacho amekionyesha kwenye mchezo wa jana. Tumtazame Wilson Nangu, mechi ya kwanza na anafunga. Hii ina maana gani? Kwanza ni attitude za wachezaji wakubwa ambazo wamezionyesha Nangu. Yaani kwangu mimi nanipa picha ya kwamba viongozi hawakufanya makosa kumchukua Wilson Nangu JKT na kumleta pale Simba Sport Club, kwa sababu ukitazama si mchezaji ambaye ana uzoefu wa kucheza michuano ya klabu bingwa, kwa maana michuano ya kimataifa hana huo uzoefu. Ni mchezaji mchanga akitokea pale Monduli, JKT wakamuona, na mechi ambayo ilimpa jina ni dhidi ya Yanga, ni mechi ambayo ilifanya makubwa kweli. Lakini si mchezaji mbaya kwenye aina yake ya uchezaji. Lakini kuna kitu ambacho yuko nacho. Ukitazama aina ya wachezaji wa Simba, The Rock, Shamu, Hamza wako slow kwenye namna ya kureact kwenye mashambulizi, lakini Nangu wepesi wake unakuwa ukimsaidia zaidi. Kwa hiyo coach akaamua kumpa nafasi jana. Ukimsikia pia kwenye interview yake anakuambia alimpa nafasi kwamba utacheza, alikuwa akiwaza zaidi kwamba hii ni nafasi kubwa niliyopewa, lakini pia alikuwa na uoga. Unajua Simba ni timu kubwa na inacheza mchezo mkubwa, lakini akaamua kujituliza na wenzake kumtuliza, jambo ambalo yeye ndio limemfanya kuingia na confidence ya hali ya juu katika huo mchezo. Tazama namna ambavyo amecheza mpira mzuri kweli, licha kwamba hajamaliza dakika 90 kutokana na kuumia, lakini amecheza vizuri na amefunga. Unaweza kuona namna ambavyo Wilson Nangu amekuwa akireact, na ndizo sifa za mchezaji mkubwa. Hizi ni viashiria kwamba Nangu kama ataendelea hivi ambavyo ameanza Simba, pengine naweza tukaona akaweka benchi baadhi ya wachezaji ambao ni wa kigeni katika eneo hili la ulinzi, kwa sababu napenda spidi yake, usahihi wa matukio, anatakiwa boreshe tu namna ya upigaji pasi, lakini kama atakuwa na endelezo huo tutamwona Nangu mwingine, pengine hata timu ya taifa ya Tanzania kufanya vizuri sana. Asante sana Rashid Mchome. Niwashukuru sana watazamaji wote wa Nakivona Media. Kutokana na haya machache ambayo tumeyapata hapa, usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Nakivona Media YouTube, Nakivona Media Facebook, X zamani Twitter, lakini pia na Instagram kama Nakivona Media. Langu jina ni Binti Rugisa. Endelea kukaa nasi kwa sababu kuna mengi yanafuata.